Kila mtu aiulize nafsi yake na aichunguze nafsi yake, mpaka sasa kitu gani amestafidi, kitu gani amefaidika katika jambo zima la uchamungu. Jambo gani tumefaidika katika mambo ya uchamungu? Je, nafsi yako ina mwelekeo katika khisalu taqwa, katika mambo ya uchamungu? Mchana wako unautumiaje mchana huu mwezi wa Ramadhani? Je, unautumia katika khairat wa taat? Unatumia mchana wako katika khairi? Unatumia mchana wako katika taa? Unatumia mchana wako katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala? Mchana wako ukoje wewe katika salawat, katika sala za faradhi na sala za sunna? Mchana wako ukoje katika ibada ya kusoma Qur'an? Mchana wako ukoje katika ibada ya kutoa, ibada ya sadaqa? Moyo wako unamili katika adhuafa wal masakin? Moyo wako una huruma kwa madhaifu na wenye haja maskini? Mchana wako ukoje katika kulazimu misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala? Mchana wako ukoje katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala? Usiku wako wa Ramadhani ukoje katika kisimamo cha Ramadhani? Haya ndio malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala kutufaradhishia sisi funga. Kwa ni wajibu kila mmoja wetu lazima aichunge nafsi yake na ihesabu nafsi yake, kitu gani amefaidika katika khisadu taqwa, katika mambo ya uchamungu. Nafsi yako ikoje katika kujiweka mbali na yale yote ambayo yataharibu funga yako, yatamchukiza Allah subhanahu wa ta'ala, katika mambo aliyoharamisha, katika madhambi na maasi. Haya yote ni katika sababu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na hatuwezi kudiriki isipokuwa kwa kujipinda na kutoa juhudi na kuzilazimisha nafsi zetu zibakie katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie funga zetu na visimamo vyetu, na tusamehe sisi na wazazi wetu katika maisha haya duniani na mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala.